Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi juu ya hiki ambacho kinachoendelea sasa hivi baada ya Kajala kumfanyia kufuru kubwa dada yetu Wema Sepetu na kuweza kumpeleka Dubai. Sasa hili jambo bwana limekuwa kama surprise kwa watu, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kulifikiria kwamba haya mambo yangekuwa hivi kiwepesi, kwa sababu hawa watu walikuwa na migogoro mizito toka kipindi cha nyuma, lakini tumeweza kuona kila kitu kimeweza kwenda kuwa sawa na kila kitu kimekuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na wengi wao hawakuweza kulifikiria hili kama hawa watu wangeweza kupatana namna hii na kuweza kufanyiana vitu vikubwa kama hivi. Sasa leo hii nataka nikwambie kwamba kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawakijui, lakini nataka nikujulishe kuna mambo mengi wameweza kuyafanya wakiwa private wenyewe, kama ambavyo dada yetu Kajala Masanja ameweza kusema kwamba yeye pamoja na dada yetu Wema Sepetu wamekuwa marafiki kwa muda mrefu na hawajawahi kuweza kugombana hata siku moja, na tumeweza kuona watu wengi wameweza kuzungumza mengi juu yao, lakini leo hii Kajala amesema kwamba kiukweli katika mtu ambaye ninayempenda sana katika maisha yangu ni bibie Wema Sepetu, kwa sababu ni mwanamke ambaye alinifaa kwenye shida na raha, alinifanya wa thamani katika maisha yangu, hivyo sina budi kuweza kumshukuru Mungu na kunifanya niwe wa thamani kwake, kwa sababu kuna watu hawakuweza kuiona thamani yangu kwake, lakini yeye aliweza kuiona. Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia na aendelee kumpambania kila kitu kiweze kwenda kuwa sawa. Naamini katika hili Mungu atakuwa upande wangu, atanifanya niwe wa thamani, hivyo namshukuru Mungu kwa kila kitu, kwa sababu yeye ndiye mtu pekee ambaye aliyeweza kusimama nami na akanifanya nimekuwa wa thamani. Hivyo kwa haya yote ambayo nayoyafanya, niacheni niweze kufanya, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea katika maisha yangu. Natakiwa kuweza kulipa fadhila nyingi kwake, na hata hichi ambacho ninachokifanya bado ni kidogo kwake, ila ninaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakwenda kuwa sawa, kwa sababu hichi ndio kitu pekee ambacho kilichoweza kunifanya mpaka mimi leo hii nimesimama. Hivyo sina budi kuweza kumfanyia vitu vikubwa vya kuweza kumfanya na yeye akaenjoy na kufurahi pia katika maisha yake. Namuombea kwa Mungu awe mwanamke mwema kwa mtoto wake, na awe mtu bora kwa watu wengine pia katika kila hatua ya maisha ambayo anayoyapiga. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona mambo yanazidi kupamba moto juu ya haya ambayo yanayoendelea. Mimi nikusii kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.